kubwa za Afrika. Unapozungumzia timu kubwa Afrika, huwezi kuiacha RS Berkane ambaye ndiyo mpinzani wetu wa siku leo. Tunataka kuandika ukubwa wetu barani. Tunataka Afrika ituogope, Afrika ituheshimu, Afrika itutambue sisi ni wakina nani. Tumemfunga Al Ahly lakini hatujachukua ubingwa. Tumemfunga Wydad, tumemfunga Berkane, tumemfunga Kaizer, tumemfunga Orlando, lakini hatujachukua ubingwa wa Afrika. Kwa hiyo bado tuna deni sisi kama Simba Sports Club. Leo ndo siku ya kulipa deni hilo. Tunashuka dimbani majira ya saa 2 usiku kwenda kulipa deni hilo. Na Afrika hii hakuna mtu atakuheshimu au hakuna mtu atakujua kama haujachukua ubingwa wa Afrika. Na sisi tunataka heshima ya Afrika. Tunaipataje? Ni leo saa 2 kamili katika dimba la manispaa ya Berkane. Tunakwenda kucheza mchezo wa finali. Finali kama ilivyo finali nyingine yoyote huwa ni mchezo mgumu kweli kweli. Ukiona timu imefika finali, maana yake imepitia mapito mengi makubwa na magumu hadi kufika hapo ilipofika. Maana yake ni kwamba tayari wanafika wakiwa wako imara kweli kweli. Lakini ukiachilia mbali hilo, mpinzani ambaye tunacheza naye ni mpinzani mgumu kwa maana ya ubora aliokuwa nao, lakini kama haitoshi uzoefu aliokuwa nao hasa kwenye hatua hizi za finali. Tunapozungumza nanyi hapa ni mwaka juzi tu 2023 2024 Berkane amecheza finali na amechukua ubingwa. Amekuja kuvuliwa ubingwa 2024 2025 dhidi ya Zamalek. Kwa unaweza ukaona tunacheza na mpinzani mgumu wa aina gani. Kwa lugha nyepesi, yeye ndiye bingwa mtetezi kwenye hili kombe, kwa sababu bingwa mtetezi currently Zamalek hayupo kwenye hatua. Kwa yeye ndio bingwa mtetezi. Berkane ni mpinzani mgumu kwa namna zote zile. Kwanza uzoefu, ubora wa kikosi, fitna zake, ujanja wake, kila kitu kiko upande wa RS Berkane. Lakini kwa kuwa sisi tunalihitaji sana hili kombe la Afrika msimu huu, kwa kuwa sisi tunahitaji ubingwa msimu huu, vitu vyote bora vya Berkane tunakwenda kupambana navyo leo. Tunakwenda kushindana navyo leo. Tunakwenda kuhangaika navyo leo kuhakikisha kwamba tunamweka chini Berkane na mnyama ananyanyuka wima kwa maana ya kuondoka na ushindi. Katika mechi hii ya kwanza tunatafuta ushindi, mechi ya pili tunakwenda kutafuta ubingwa. Mechi ya leo tunakwenda kutafuta ushindi. Mwalimu Fadlu ametengeneza mipango yake thabiti kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata ushindi katika mchezo huu. Mazoezi ambayo Mwalimu Fadlu ameyafanya tangu tumemalizana na mechi ya mwisho ya Kiporo dhidi ya KMC yalikuwa ni maandalizi na mazoezi ya mnyama kwenda kutafuta ushindi leo. Tunafahamu mechi itakuwa ni ngumu kweli kweli, lakini sisi tumejipanga na kujidhatiti kwenda kupata ushindi katika mchezo leo. Mipango ikoje kwa viongozi na mmezungumza pengine na wachezaji chochote na wao wamewaahidi nini kutoka kwenye mchezo huu? Mipango ni mikubwa na ukiangalia hii safari tu inakuonesha ni kwa namna gani Simba tumedhamiria kuja kufanya ugumu, kuja kufanya ubaya ubwela. Kwa muda mrefu kujamuona Kassim Dewji Kedib akisafiri na timu. Safari hii amesafiri na timu. Maana yake ni kwamba amekuja na yeye kuongeza uzoefu wake, kuja kuongeza maarifa yake na kuja kuisaidia Simba yake. Lakini wapo viongozi wengine waandamizi wa Simba Sports Club. Ukitoa wale ambao ni viongozi wa sasa in charge, lakini wapo viongozi waandamizi, wapo wanachama waandamizi wa Simba Sports Club ambao na wenyewe wameacha kila kitu Tanzania, wamekuja kuungana na Simba huku kuja kuhakikisha Simba inapata ubingwa. Simba inapata ushindi. Kwa hiyo maandalizi kwenye upande wa utawala, kwenye upande wa uongozi ni makubwa mno. Kila kitu kimefanyika na kila kitu kinafanyika Simba apate matokeo mazuri. Nature ya RS Berkane, yeye katika mechi za mikondo miwili
huwa anacheza mechi moja tu, hasa anapata nafasi ya kuanzia nyumbani. Kwa hiyo anaingia katika mchezo huu akitaka kuimaliza fainali yake hapa nyumbani kwake Berkane, na hapo ndipo ambapo sisi tunajipanga kwenda kumzuia yeye asimalize fainali yake hapa nyumbani, twende tukamalize fainali Benjamin Mkapa. Semaji, mara baada ya mazoezi ya mwisho jana, hali ya wachezaji ikoje? Pengine kuna matarajio ya baadhi ya wachezaji kukosa mchezo huu, pengine labda kwa chochote ambacho kinatokea? Hali za wachezaji ziko vizuri sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Tunawapongeza vile vile madaktari wetu ambao wamefanya kazi kubwa ya kuhakikisha timu inakuwa katika hali nzuri. Wachezaji wote ambao tumesafiri nao wote wako timamu na wote kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu watakuwa sehemu ya mchezo hilo. Ni mwalimu Fadlu tu kuchagua anakwenda na nani, anacheza na nani, anampanga nani kwa aina ya matokeo ambayo anayahitaji katika mchezo. Semaji, ukiachana na propaganda za kuwatekenya mitandaoni, mara wameposti wanaenda Zanzibar hivi na hivi, physically wamewaletea shida yoyote hapa Berkane? Hapana. Kwa hapa Berkane tangu tumefika kila kitu kinakwenda vizuri. Jana tumefanya mazoezi katika uwanja wa Berkane, hakukuwa na changamoto ya aina yoyote ile. Lakini kama haitoshi, vitu vyote ambavyo tunatakiwa kupata kutoka kwao tumevipata kwa wakati na kwa idadi ambayo tumehitaji. Sasa inawezekana mtu anakulambisha asali lakini chini kule ameweka sumu. Yes, kwa hiyo kwa ujuu kila kitu kinakwenda vizuri, lakini hata sisi tumejipanga na kujidhatiti vizuri kuhakikisha kwamba hawaingilii ngome yetu ambayo tumejeka kwa ajili ya kujilinda. Pichi umeona ile ya pichi iko vizuri. Kiwanja cha finali hakiwezi kuwa na mashaka na pichi za huku Morocco ama Afrika Kaskazini kwa ujumla wake huwa ni nzuri sana, ambazo zinaruhusu timu kufanya kile ambacho wanakitaka. Kwenye upande wa uwanja hakuna changamoto aina yoyote. Uwanja ni kadogo kwa maana ya size. Kwa hiyo kuna wale mashabiki wao wanakaga nyuma ya goli huku tulikoingilia huwa wanakejeli sana. Kwa wale tu ndio watu pekee ambao tunapaswa kwenda kuwanyamazisha, kwa sababu kelele zao zinafika moja kwa moja uwanjani kwa sababu ya ukaribu wa majukwaa na uwanja. Lakini kwa experience ambayo wachezaji wetu wanayo hasa msimu huu, inatupa matumaini ya kwamba wataweza kuhimili aina yoyote za kelele ambazo mashabiki wale watazipiga. Kwa maana ya uwanja, size yake inaruhusu watu kucheza, watu kutembea, hilo wala halina mashaka hapa. Kwa Mpanzu, speed yake na uwanja unaonekana utakuwa na kitu cha kusimulia kukutana na Volcano. Ya, tunategemea hivyo. Uzuri wa Mpanzu, yeye anaweza kucheza katika mazingira yote. Ukimnyima nafasi atalazimisha, atakuvuka akatafute nafasi, na ukimwachia nafasi anapata muda wa kutembea na kukimbia. Kwa hiyo Mpanzu ni katika vitu ambavyo havikabiki, yani ni uncabicable things. Vitu ambavyo havikabiki. Uncabicable. Eli Mpanzu. Yani hakabiki kibisa. Anaweza akapita katika mazingira ya aina yote ile. Na inawezekana mpango wao mkubwa Berkane ikawa ni kumzuia Mpanzu. Sasa kwa nature ya timu yetu nisingependa kutoa siri, lakini ukimkaba mtu fulani kuna mtu mwingine ataibuka kuja kuwasumbua siku hiyo. Kwa mfano mechi ya Stellenbosch, walivyomkaba mechi ya marudiano. Baada mechi ya kwanza Mpanzu kuwasumbua pale Zanzibar, mechi ya marudiano wakamtengenezea mpango kazi, akaenda akamzuia. Wakati wanamzuia Mpanzu huku akaibuka Kibu akaleta madhara makubwa. Kwa hiyo Simba hii kiujumla huwezi kuizuia, sababu ukimzuia huyu anaibuka huyu. Na sasa hivi tuna ingizo jipya la SGR ambaye na yenyewe anaweza akafanya umafia mkubwa. Kwa hiyo yani Simba hii kusema kweli, njoo uzuie team as a team, lakini ukija na mpango wa kumzuia mchezaji mmoja tutakufunga tu. Haya maneno yanayotoa mchezoni ambayo yanazungumzwa zaidi Dar es Salaam. Kuna ambao wanasema Zanzibar is uncapable,
Wengine wanasema watu hapo kwa mkopo yanawatoa kwa vyovyote mchezoni. Tutoe. Sisi concentrate na yale ambayo yametuleta huku Morocco. Akili zetu ziko Morocco. Tunamuwaza Mwarabu, tuwezi kuangaika na mtu ambaye amekosa shughuli ya kufanya. Sisi sasa wewe mtu uko finali, tena mwanzo kuangaika na sina nani kuhusiana na uwanja wa mechi. Tumesema tutautolea tamko mara baada ya mechi hii dhidi ya Berkane. Tukimaliza hapo tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuzungumza mambo yanayohusu Tanzania, lakini kwa sasa fikra zetu zote zinaelekea katika mechi ya leo, kuhakikisha tunapata matokeo mazuri katika mchezo leo. Kifupi mwasikilize. Huko mmekuja na baadhi tu ya mashabiki wa Simba, lakini wengi wako wamebaki kwa Tanzania wakifuatilia mchezo leo saa 4 usiku. Neno lako sasa kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kuja huko kwa kueleza vile kikubwa dua ndio jambo la msingi. Watuombee na watuombee, waendelee kuomba, waendelee kupambana kuomba, waendelee kumsujudia Mwenyezi Mungu na kumpigia goti Mwenyezi Mungu. Mechi ya leo ni mechi ngumu, na mechi ya leo mimi naweza nikasema ya kwamba hatujawahi kucheza mechi ngumu mithili hii ambayo tunakwenda kucheza siku ya leo, kwa sababu hamjawahi kucheza finali. Inawezekana mechi na Al Ahly ilikuwa ngumu, lakini ilikuwa haina weight ya finali. Inawezekana mechi na Orlando ilikuwa ngumu, lakini ilikuwa haina weight ya finali. Hii ni finali, ni mechi ngumu kweli kweli. Wa kutunusuru hapa ni Mwenyezi Mungu, na wachezaji wetu tuwaombee wawe kwenye uimara wao, waepuke makosa ya aina yote ile, wafanye kazi kwa ufanisi, mnyama anapata matokeo mazuri. Kuna pressure sema ni pressure sina, na furaha tu. Kuna pressure. Kwa vizuri kabisa. Sina pressure hata kidogo, nina furaha. Wanasema kama unapenda pepo, kwa nini uogope kufa? Mimi napenda ubingwa, kwa hiyo sina sababu ya kuogopa finali. Unasema mwenyewe hii mnabeba. Hii tunabeba vizuri. Haina ubabaishaji. Haina ugaigai, tunabeba hii. Salamu ziwafikie ambao wanaamini kwamba kuna watu kama wamehama upande. Msinda zao, kwani wameanza leo kama upande? Walihamia kwa Al Masry, wakafungisha klabu, wakahamia kwa Stellenbosch, wamehamia sasa kwa Stellenbosch. Wanahama tu, wanatafuta malisho, wanahama tu. Malisho yapo, lakini watakosa kama walipokosa kwingine. Unaona wakihamia kwa Mamelodi mechi ya Super Cup. Probably sio wasona haya, wana miji yao. kule, lakini kwa hiyo wanahama. Sisi tunafunga yote wa Afrika hii. Tunazungumza Mamelodi. Wewe Simba wewe. Wanahanya Waarabu Berkane hapa, waamini macho yao. Na pia mlipita kwa ile ilichogundua tangu Afrika hii. Janja wengi. Mwanzoni kwenye safari za moto kwa kama mkikumbuka mechi ya Wydad kwa mjini kelele kamili za mashabiki wa Wydad, lakini karibu naona kama mko nje. Ni sehemu ya nyie kukwepa zile kelele za mashabiki wao, lakini pia fitna za karibu. Yote yanawezekana, lakini lazima ujue kwamba tumekuja kwenye vita. Kuja kwenye vita huwezi kuji-expose, na wale hapa ni kwao, wana uwezo wa kufanya chochote. Pamoja na kwamba tumekaa katika mji mwingine huu, lakini bado tumeimarisha ulinzi mkubwa, na bado tunaishi kwa mashaka kwa sababu kucheza kwao kutunzwa. Kadri unavyojilinda ndivyo na wao wanavyotafuta namna ya kuwafikia zaidi. Kwa hiyo tumepambana kadri tunavyoweza viongozi kuhakikisha kwamba timu inakuwa salama. Tuende kwenye mchezo tukiwa tuko salama, na sisi tunaamini kila kitu kikiwa sawa, maamuzi yakawa ya haki, wachezaji wetu wakawa na utimamu wao wa kutosha, sisi tuna uwezo 100% wa kumsimamishia shilingi Berkane nyumbani kwao. Leo kipi kinatamba? Baya wela into practice unasema na uinject au kuja moto.
Umekaa na wanaume unaogopa wadudu? Mdudu mdogo namna hiyo unaogopa kweli. Semaji anang'ata. Sasa kiningata nikivimba naendaje kwa nini? Nenda nikavimba. Unaogopa mdudu? Semaji mdudu anang'ata yule na sumu kali. Yote yule bwana. Na unaogopa wadudu wote? Amna wadudu wote na wadudu. Sala hizi tu. Asi jambo jema. Nimenusurika. Ningesema siogopi. Amemueni ngeogopa. Semaji Leo ni mwenyewe. ubaya ubwela. Na uinject kwa Berkane. Leo ni ubaya ubwela na tunakwenda kupandisha kileleni ubaya ubwela. Yaani leo ndo Afrika nzima watajua nini ubaya ubwela. Ndani tarehe 25 kwenye kuvisha medali na ubingwa. Inshallah. Amin. Sijui itakuwaje. Yaani sijui. Hata mimi mwenyewe sijui itakuwaje, tusubiri. Maana Ahmed sijui atafanya kitu gani. Sifanyi chochote, ni kumshukuru tu Mungu basi. Naambia. Yaani na imagine nishaanza kukataa. Nafikiri mimi mbukeni. Kombe la Afrika. Ndio kombe la Afrika, semaji Simba mmechukua. Wewe Ahmed Ali. Nitamshukuru Mungu. Tutasali na kaa 2 za kumshukuru Mwenyezi Mungu na baada hapo tutaendelea kucelebrate. Hapo sawa. Kuna namna za kutoa kituo cha polisi. Sema kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 31 itakuwa ni siku ya sherehe Dar es Salaam. Hapo sawa. Hapo watu wameridhika. Kutoka hapo tunaingia mikoa. Inshallah. Na mikwani tena. Sasa tunawapelekea watu bingwa. Sio bingwa wa Afrika. Peleka Mwanza, peleka Mtwara, peleka Shinyanga, Tanga. peleka everywhere. Lazima alione kombe la Afrika. Lazima lipite ile njia ile. Ukiwa ni Tabata unapita Jangwani Kama pale. itakuwa jaa maji. Kama pamejaa maji tuweze kombe la Afrika kwenye madimbu. Asante Sewaji.